Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Wizara ya Afya imeendelea kufuatilia mwenendo wa magonjwa ya mlipuko. Hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la wagonjwa wa mafua makali, influenza na COVID-19. Magonjwa hayo huenezwa kupitia majimaji kutoka kwenye mfumo wa njia ya hewa wa mgonjwa mwenye maambukizi na husambaa wakati wa kukohoa, kupiga chafya au kuzungumza. Vilevile mafua makali ya influenza na COVID-19 huenezwa kwa kugusa mazingira yaliyochafuliwa na majimaji yanayotokana kwa wagonjwa. Dalili za magonjwa haya ni homa kali, kikohozi, maumivu ya kichwa na mwili, mafua, kuwashwa koo na uchovu. Ndugu wananchi, takwimu za ufuatiliaji zinaonyesha kuwa kila mwaka katika kipindi cha mwezi Novemba hadi Aprili kunakuwa na ongezeko la ugonjwa wa mafua makali ya influenza na COVID-19 hapa nchini na duniani. Hali hii inatutaka kila mmoja wetu kuchukua tahadhari kwa kuzingatia yafuatayo: funika pua, mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya, kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni na kutumia vitakasa mikono, kuepuka msongamano isiyo ya lazima, kuvaa barakoa unapokuwa na dalili, unapokuwa karibu na mtu mwenye dalili au ukiwa kwenye maeneo yenye msongamano, kuzingatia usafi binafsi wa mazingira, kuwahi katika kituo cha kutolea huduma za afya kupata matibabu stahiki, vile kuepuka kujitibu au kutumia antibiotiki bila ushauri wa wataalamu wa afya. Ndugu wananchi, vile wizara inapenda kutoa tahadhari ya ugonjwa wa homa ya dengua kutoka na maeneo mengi hapa nchini kwa wakati kipindi cha mvua za masika zilizopelekea kuongezeka kwa mazalia ya mbu. Homa ya dengua huenezwa na mbu aitwaye Aedes ambaye ni mweusi mwenye madoa meupe au hupendelea kuuma nyakati za asubuhi, mchana na jioni. Dalili za ugonjwa huu ni pamoja na homa kali, maumivu ya kichwa na viungo, maumivu sehemu za macho na uchovu. Dalili za ugonjwa huu zinafanana na ugonjwa wa malaria na tuwarahi kwa jamii kuzingatia yafuatayo: kutokomeza mazalia ya mbu yanayowazunguka. Hii ni pamoja na makopo yaliyotupwa hovyo, matairi ya magari, vifuu na kufukia madimbwi, kuzuia maji kutumia. Kujikinga na mbu kwa kuvaa nguo ndefu, kutumia dawa za kufukuza mbu na kuweka nyavu kwenye madirisha. Kuwahi katika kituo cha kutolea huduma za afya ili kupata huduma stahiki. Ndugu wananchi, nchi yetu imekuwa katika mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ulioathiri mikoa yote isipokuwa Kilimanjaro na Njombe. Kwa kipindi cha takribani mwezi mmoja uliopita, nchi yetu ilijipa mgonjwa wa kipindupindu. Hivyo napenda kuchukua fursa hii kutambua mchango wa sekta mbalimbali, taasisi za dini, viongozi wa jamii, wanahabari, sekta binafsi, wadau chini ya usimamizi wa Shirika la Afya Duniani na jamii kwa ujumla kwa juhudi kubwa katika udhibiti ugonjwa huu. Vile natambua mchango mkubwa wa wataalamu wa watumishi wote kutoka serikali ya afya na sekta nyingine kwa juhudi kubwa katika kukabili na mlipuko wa kipindupindu nchini. Ndugu wananchi, pamoja na mafanikio haya dhidi ya kipindupindu, bado tuko katika hatari kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha na uwepo wa maambukizi nchi jirani. Hivyo na wasi kuendelea kuchukua hatua za kujikinga kwa kuzingatia yafuatayo: kuchemsha maji ya kunywa au kutibu kwa dawa maalum, waterguard, na kuyatunza vizuri katika matumizi. Kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni kabla ya kula, baada ya kutoka chooni na baada ya kumhudumia mtoto anayejisaidia na kabla ya kumnyonyesha mtoto. Kuosha matunda kwa maji safi kabla ya kula na kuepuka kula vyakula vya baridi na vilivyoandaliwa katika mazingira yasiyo safi. Kujenga vyoo bora, kuvitumia na kuviweka katika hali ya usafi nyakati zote ili vijidudu vya ugonjwa visiingie kwenye maji na chakula. Kuepuka uchafuzi wa vyanzo vya maji kwa kujisaidia kutupa taka au kutiririsha maji taka. Kutunza mazingira na kuepuka kutupa taka ovyo. Ndugu wananchi, serikali imejipanga kufuatia na kutoa huduma dhidi ya magonjwa yote ya mlipuko na itaendelea kutoa taarifa mara kwa mara iwapo kutakuwa na mabadiliko kati ya mwenendo
wa maambukizi au endapo kutahitajika kuchukua hatua zaidi. Imetolewa na Wizara ya Afya, na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.